Damu ya Yesu Kristo huwa inatufanya kuwa na haki, ama inaturudishia haki zetu kama raia wa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna haki mingi ambazo shetani baada ya kuwa amemiliki Adamu na Hawa tulinyang'anywa katika bustani ya Edeni. Kwa mfano, haki za kutawala, haki za kutiisha, haki za baraka. Ndio maana wakati ule Mungu anapombariki Adamu kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza 26, maandiko yanasema ya kwamba akawabariki akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha na kuitawala, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, kila kiumbe kitambaacho katika nchi. Kwa hivyo ile haki shetani alikuja akatunyang'anya. Sasa damu ya Yesu Kristo ilikuja kudai hiyo haki, ilikuja kulipa ili kwamba sisi tuwe na haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo damu ya Yesu Kristo inatupa haki tofauti tofauti katika ufalme wa mbinguni. Number one, haki ya kwanza ambayo tunaipata kwa damu ya Yesu Kristo ni haki ya kuwa tunakaa tukiwa na afya zetu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 2:24, maandiko yanasema kwamba kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa hivyo ni haki yako kama raia wa ufalme wa mbinguni, kwa sababu kwa damu ya Yesu Kristo alilipa ile deni ya kutokuwa na magonjwa, ukuwe na afya yako. Ni haki yako kuwa na afya yako, lakini pia ni haki yako kama raia wa ufalme wa mbinguni kutokataliwa. Maandiko yanasema ya kwamba alikuja kwa walio wake, lakini wakamkataa, bali wote waliomkubali aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ule uwezo ambao Yesu alipeana kwa damu yake, ule uwezo unatufanya sisi tusije tukawa na rejection, ama tusije tukakataliwa popote pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna haki nyingine ambayo tunaipata kwa damu ya Yesu Kristo, ambao ni haki ya kutoteswa na watu na falme za giza. Ndio maana kwenye kitabu cha Wagalatia 6:17 Paulo anasema ya kwamba tangu sasa mtu asinitaabishe, maana mwilini mwangu ninachukua chapa zake Yesu Kristo. Lakini pia haki nyingine ambayo tunaipata katika kujua kuitumia damu ya Yesu Kristo ni haki ya kutokuwa maskini lakini kuwa tajiri. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 8 mstari wa 9 maandiko yanasema ya kwamba alikuwa maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe matajiri. Kwa hivyo kuna haki mingi tu ambazo Yesu aliturudishia kwa damu yake, ambazo zile haki wacha niseme na ingine tu kwenye kile kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 na mstari wa 13. Hii ni haki ya kutokuwa chini ya laana, haki ya kutokuwa chini ya laana. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba alifanyika kuwa laana ili sisi tusije tukawa tumekaa kwenye laana. Kitabu cha Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 13, maandiko yanasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikaye juu ya mti. Kwa hivyo zile laana ambazo tulikuwa tumezibeba zote, zile laana za bustani ya Edeni, zile laana zote ambazo unazijua, damu ya Yesu Kristo ilikuja kulipa ili tuwe na haki ya kutokaa chini ya laana tena, lakini kuwa tukae katika ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna haki nyingine ya kutoaibika ama kutopata aibu. Ndio maana kuna maandiko yanasema kwamba alipokea aibu yetu. Nitakuja kutafuta hayo maandiko kwa wakati wangu, nadhani nitakuja kuyapata. Kwa leo ningependa nifike hapo kwa sababu ya muda wangu, lakini pointi yangu iko pale pale kwamba damu ya Yesu Kristo itabakia kuwa iko na udhamani na isikose kusaidia kama hautajua namna ya kuiapply ama kuitumia damu ya Yesu Kristo. Kwenye sehemu ambayo nitakuwa inafuata
maana hii imekuwa series ndefu tu. Nitafundisha namna ya vile unafaa kuitumia damu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tuungane kwenye hiyo sehemu ndio ujifundishe vile ambavyo unafaa kuitumia damu ya Yesu Kristo, maana inaweza kuwa iko na nguvu lakini isije ikakusaidia kwa sababu labda ile damu hautajua namna ya kuitumia. Kwa hivyo nimesema hiyo pointi nyingine ambayo nimesema ya kwamba damu ya Yesu Kristo huwa inatufanya tuhesabiwe haki katika ufalme wa mbinguni. Zile haki zote ambazo zimeandikwa kwenye Biblia unaweza ukazirithi, lakini kama unajua kutumia damu ya Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Warumi mlango wa 5 na mstari wa 5 na 9, maandiko yanasema hivi: basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu wa yeye. Maandiko yanasema tukisha kuhesabiwa haki, lakini kwa damu yake. Uko na haki ya chochote ambacho nimekisema pale, lakini lazima ujue namna ya kutumia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo unaweza kuitumia katika kuitamka, ama ukaitumia katika meza ya Bwana, ama ukaitumia kwa njia nyingi tofauti ambazo nitaenda kuzielezea pale mbele. Na ikitokea kwamba hii somo itakuwa imekufikia, ukaelewa vile ambavyo unafaa kuitumia damu ya Yesu Kristo ama kazi za damu ya Yesu Kristo, na ukajua matumizi yake, lakini pia nikakufundisha kuhusiana na meza ya Bwana, itakuwa ni jambo la busara sana ukaomba ukiwa unarejelea kile ambacho nimekifundisha, na ni bila shaka kile ambacho unakihitaji ambacho kinapatikana kwa damu ya Yesu Kristo, ni bila shaka utakimiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ningependa niombe kwa sababu ningependa atokee mtu mmoja ambaye yule mtu anasema ya kwamba mtumishi wa Mungu, kile ambacho umefundisha nimekisikia, lakini ningependa tu niombee ili damu ya Yesu Kristo ipate kunisaidia katika mambo yote hayo ambayo umeyatamka, na katika hizo kazi ambazo damu ya Yesu Kristo inaifanya. Nataka niombe na huyo mtu, lakini pia niombe na mtu ambaye hajaokoka, maana damu ya Yesu Kristo ndio kitu ambacho tulipewa ili kwamba kila mtu aaminie asije akapotea, bali hawe na uzima wa milele. Singependa nikose kuwa na huo wakati, kwa sababu nina imani ya kwamba kuna mtu ambaye amefungwa katika nguvu za giza, na kama vile nilifundisha huko nyuma, hata watu walio katika mashimo ya kichawi, kwenye magereza ya kichawi, kama wakijua kutumia damu ya Yesu Kristo, ni bila shaka watatoka kwenye mashimo ya kichawi. Lakini point number 1 ni lazima uamue kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana damu ya Yesu Kristo inakuanga active na inatumika, lakini lazima uwe ndani ya hiyo damu, ndani ya Yesu Kristo, ndio damu yake ikusaidie uamue kuokoka. Ndio pale sasa damu ya Yesu Kristo ianze kukuokoa, ianze kukomboa, ianze kukomboa ndoa yako, ikomboe chochote kwenye maisha yako ambacho unaona akija kaa sawa. Kwa hivyo ningependa niombe maombi ambayo na mtu ambaye angehitaji ampokee Yesu. Kama uko mahali pale, sema: Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nimemkataa shetani na kazi zake, na kukubali leo Yesu uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia siku ya leo, Yesu Kristo, ninakuhitaji uwe pamoja nami, niongoze, nitie nguvu. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, ni asante kwa sababu huyu mtu ambaye amenisikiliza kwenye topic ambayo nimefundisha kuhusiana na damu yako bado Yesu iko hai hata siku ya leo, na inaweza ikamkomboa mtu huyu. Natamka ukombozi kwenye afya yake, kwenye ndoa yake, kwenye chochote kwenye maisha yake, katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Wacha damu ya Yesu Kristo ikapate kumnunua kutoka kwa falme za giza, nikamlete katika ufalme wako, maana kuna furaha kubwa mtu mmoja akiokoka. Katika jina la Yesu naomba na